Kaya zaidi ya 50 katika kata ya Bomba Mbili, halmashauri ya manispaa ya Geita mkoani humo zimeiomba serikali kuangalia upya uamuzi wa kuwaondoa katika eneo ambalo wameishi kwa zaidi ya miaka 19. Wakazi hao wamefikia hatua hiyo baada ya halmashauri ya manispaa ya Geita kuwataka kuondoka katika eneo hilo, huku wakielezwa kuwa wamejenga na kuishi kinyume na utaratibu wa utoaji maeneo ya ardhi yanayomilikiwa na halmashauri. Mimi kero yangu kwa kweli, toka hiyo siku ya tarehe 11 walipokuja kuandika ondoa, nikabaki najiuliza, niondoe kwamba wasiwasi au niondoke kwenye eneo hili? Kijana wangu mtoto ni mdogo sana akaniuliza, mama wameandika ondoa, ina maana tunaondoka tunaenda wapi? Nikamjibu, mwanangu, kwa kweli sijui walipoandika tunaondoka wapi. Akaniambia, mama tutakaa wapi? Kaambia sijui, ngoja tusikilize wao walivyoandika ondoa, sijui wanatuondoa tupeleke wapi. Maana kama sisi ni Watanzania tuna haki ya kukaa kwenye nchi yetu kwa amani. Na hili eneo tunalokaa ni eneo haiwezi kaja kukaa afisi, bali ni sisi wenye nchi, wananchi, maana mwananchi ni mimi na wewe, sio ofisi wala simba. Kwa hiyo mimi kero yangu nilikuwa naomba serikali hebu ituangalie kwa jicho la pili. Haya maeneo watupe kwamba hili eneo ni la serikali au ni la wakulima. Maana umekuwa wakiligombania sana serikali ilikuwa leo hii ni mara ya pili sasa wanaandika. Mara ya kwanza bomoa, tubomoe twende wapi? Mara ya pili ondoa, tuondoke twende wapi? Watoto watu tutawapeleka wapi? Na hili bonde ndio linatufanya tuishi, tusomeshe watoto waishi maisha, anaenda kucheza anarudi ni nyumbani. Leo hii mtoto ataenda kucheza atarudi akae wapi? Atakaa kwenye vichaka. Naomba serikali kwa hilo watuangalie. Nimekuja huku ilikuwa poli na sisi tukaja kushika maeneo, hatuna sehemu ya kuishi, ndio tukapata eneo la kuishi huku. Baadaye tulipoanza kufukuzwa tukao tunarudi tunaficha mabasikeli tena tunakaa. Baadaye akaanza kupita haya mabarabara, tukaambiwa kila mtu ambaye anayelima huku mboga asimame. Ndio tukaanza kusimama, wakaanza kupima kila mtu eneo lake. Sawa. Baadaye ndio tukaendelea kulima tu vizuri mpaka watoto mpaka mimi nimepata na ujukumu. Sawa. Kwa baadaye sasa tukalima tu mpaka leo hii tunalima tu. Mpaka sasa hivi tunapata matunda. Sawa. Kwa baadaye mpaka leo hii mimi ninaishi humu, watoto wameenda shule. Watoto wa chekechea mpaka sekondari. Tofauti, mimi sina tofauti na maelezo ya wenzangu kwa sababu eneo hili watu tumeanza kuingia msitu, ilikuwa msitu vichaka kutoka 2006. Kama vichaka kabisa watu tukatengeneza mazingira yakawa mazuri. Sasa cha ajabu serikali sio wameona kwamba wametonea wivu kama sisi tukaa hapa kwamba wanakuja kutuvuruga tena, na bado tuna machungu yaliyopita kwamba tuhame tuondoke twende wapi? Kwa sababu najua serikali serikali haitoi ardhi bure, lakini kama kuna uwezekano sisi tukae hapa tutalipishwa kama wengine wanasimamishwa, tukae kama kulipia tutalipia. Sisi sio wakimbizi wao wavamizi. Watu wanafaidia kwa eneo hili, kwanza wakulima hili linatoa mavuno mengi. Uweze kulima mazao halafu kaanika barabara, lazima uweze nyumba ya kuweka. Kwa hiyo swala hili bwana, sisi sio wakimbizi. Kama wanataka labda serikali najua haitoi ardhi ya bure. Kama wanataka watufidie tuondoke. Vinginevyo wasilasimishie tutalipia kidogo kidogo. Maana sisi sio wakimbizi wa Tanzania. Tuna haki kabisa. Mimi sasa na miaka ya kuzaliwa 76. Nashangaa sana juzi kati wamekuja kuandika bomoa tuhame tuende wapi? Na sisi ambao ni Watanzania. Na tuna watoto tunasomesha kwa ajili ya hili bonde. Tunalima mboga yetu, tunakula pamoja na wao waliokuja kuandika kwamba bomoa tubomoe. Kwa kweli tunashangaa sana, tunasikitika sana. Tunaomba serikali ituwekee rasmi ya kuazimisha kwamba watutengee sisi maeneo yetu, tuanze kulipia kidogo kidogo. Kwa sababu tangia tuingie mtaani mwaka 2007 tumo na tumezalia humu, tuna watoto tunasomesha. Yaani hapa tulipo kwa kweli tunashangaa sana, mwandishi wa habari. Tunasikitika sana
Na unaona watoto wanavyolia sasa hivi, tangia asubuhi hawajanywa hata uji. Na tuko kwenye janga hili. Hili janga hili ni gumu na ni zito. Kama ni wewe mwenyewe uweze ukalitatua kwa haraka haraka. Tunateseka sana kwa kweli sisi wakina mama na wakina baba. Kwa sababu tukiambiwa bomoa, baba anaweza akatoka hapa akaniacha na familia, nitafanyaje? Teteseka na familia na wanangu. Unaona jinsi anavyolia sasa hivi, hajanywa hata uji. Naomba uwaulize hilo swali kwamba nani katika manispaa siwahi kuwamilikisha, kuwagawia, kuwaonesha, kuwaambia kwamba ninyi kaeni hapa kama taratibu za mji zinavyotakiwa kufuata. Wakikujibu hilo njoo niulize hiyo ya kwamba ninawaonea ninapowaambia watoke. Wayalete ofisini kwa mkurugenzi ni wajibu. Kwa sababu mimi nadhani wanaelewa vizuri kama ni hao si kundi la mboga Swiss sakasaka. Wana majina yao, ni watu ambao waliambiwa wanavamia maeneo ya hifadhi ambayo wala sio yao. Ndio maana nakwambia tumeishi tangu muda fulani. Mjini hakuna ardhi ambayo mtu anaweza kaishi tu hivi. Tunapeana ardhi kwa utaratibu. Kwa hiyo hilo eneo kama wamevamia na wanaliharibu, wala sio eneo ambalo wanatakiwa waishi hapo. Hapa mjini kila mahali pamepimwa, pana matumizi yake. Kwa hiyo mtu anayehitaji ardhi, iwe ya kujenga, iwe ya kilimo, anafika kwenye ofisi, anaelekezwa utaratibu, alafu anaendeleza kulingana na ambavyo ameambiwa. Sasa kama wanatambulika na halmashauri wangewekewa X. Kifupi ni wavamizi wa eneo. Yaani hayo mengine watakuwa wamekudanganya, ila ni wavamizi wa eneo na walishaelezwa kwamba hizo shughuli wanazozifanya wakatafute maeneo kwenye vijiji muda mrefu tu, ila wakahama kutoka eneo moja walikoambiwa waondoke wakaenda wakajirundika eneo jingine. Sasa hakuna utaratibu wa ardhi wa namna hiyo mjini, ndugu yangu. Na hizi ni ripoti za Ayo TV na Millard Ayo kutokea mkoani Geita. Mimi ni Gladness Joseph na mwandaji ni Baraka Fulgence.